Hey there. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Fungua Neno. Hapa kwenye Fungua Neno tunakuja pamoja kama Wakristo. Tunafungua neno la Mungu, tunajifunza kutoka kwenye neno la Mungu, tukijua na kuamini kwamba hili neno la Mungu ndio taa ambayo inatupa nuru, inatupa mwanga, inaangaza njia zetu. Hivyo basi, Fungua Neno, tuende kwenye kitabu cha Hagai. Tuko tunaangalia sura ya 2. Kwenye episode iliyoisha tuliangalia verses 2 za kwanza pale, verse ya kwanza na verse ya 2, ambapo neno la Mungu lilimjia huyu nabii Hagai kwenda kuongea na Zerubbabel ambaye alikuwa ni governor wa Juda, kwenda kuongea na Joshua ambaye alikuwa ndio kuhani mkuu. Hebu tuangalie mstari wa 3. Mstari wa 3 inaonyesha content ya ule unabii. Kwa hiyo alipewa ujumbe ambao alikuwa anatakiwa kuufikisha kwa Zerubbabel au ufikishe kwa Joshua, ambao walikuwa ndio viongozi wa kwenye huu mradi wa kujenga hekalu la Mungu kule Yerusalemu baada ya hekalu kubomolewa au kuharibiwa na wale watu wa Babylon kutoka wakiwa chini ya yule mfalme Nebukadnezar huko mwaka wa 589 BC. Hapa tunaona kwenye mstari wa 3 content za huo unabii. Who is left among you, anauliza, who saw this house in her first glory? Yeah? Kwa ule unabii Mungu anauliza, ni nani kati yenu nyinyi wana wa Israeli, kati yenu nyinyi ambao mnahusika kwenye huu mradi wa ujenzi, ni nani ambaye aliona hili hekalu kwenye hali yake ya awali, kwenye hali yake ya mwanzo? Anasema hivi kwa sababu kama niliposema hapo awali kwamba hili hekalu wanaenda rebuild, wanaenda kulijenga tena, kulijenga upya. Kwa nini? Kwa sababu kama niliposema hapo awali, Babylon wakiongozwa na Nebukadnezar waliwa-attack au wana wa Israeli na kulibomoa au kuharibu lile hekalu la Mungu lililokuwa Yerusalemu mwaka 589 BC. Kwa hiyo Mungu anauliza, hivi ni nani kati yenu ambaye aliliona ili hekalu kwenye hali yake ya awali? Nakumbuka ile hekalu la awali alilijenga Mfalme Suleimani. Lilikuwa ni one of the greatest creations to ever be built. Ilikuwa ni hekalu ambalo limejaa dhahabu, limejaa shaba, limejaa silver na all of these things ambayo ilikuwa linaifanya limelemete, lifanye lipendeze. Juu ya hapo the glory of God, utukufu wa Mungu ulikuwa unakaa katika lile hekalu. Kwa hiyo Mungu anauliza, ni nani kati yenu ambaye aliona lile hekalu ambalo lilikuwepo awali, lile hekalu ambalo alijenga Suleimani mwana wa Daudi? Anauliza hilo swali. Who is left among you? Kwa sababu kumbuka ni miaka zaidi ya 70 imepita. Kuna wale ambao walikuwepo zamani wameshakufa, kuna wale ambao walizaliwa wakiwa kwenye nchi ya huko ya Babylon, kuna wale ambao hawakuliona. Kwa hiyo anauliza, ni nani ambaye aliliona? And how do you see it? Kwa nyinyi ambao mlikuwepo, kwa nyinyi ambao labda mlikuwa bado wadogo, mlikuwa vijana wakati lile hekalu kabla halijabomolewa, mnalionaje hili la sasa hivi? Anasema, how do you see it now? Is it not in your eyes in comparison of it nothing? Kwamba ukilinganisha ile hekalu la awali, ukalinganisha na ile hekalu ambalo sasa hivi mnaenda kulijenga, hamuoni kwamba ile hekalu la sasa hivi ni kama bure tu, ni kama hamna kitu kwenye ile hekalu? Na ni kweli, kwa sababu ile hekalu ambalo Suleiman alijenga, kumbuka Suleiman alikuwa ni mmoja wa wafalme matajiri kuliko wafalme wengine wote ulimwenguni. Nyakati za ufalme wa Suleiman, kwa sababu ya hekima yake na nguvu aliyokuwa ameachiwa na Daudi, ule ufalme ulikuwa ni mmoja kati ya falme zenye nguvu ulimwenguni. It's the time ambayo Israel ilikuwa ni tajiri kuliko mataifa mengine yote ulimwenguni. Kama unakumbuka ile story ya the Queen of Sheba, the Queen of the South, anatoka huko kuja kumuona Suleiman, kumuuliza maswali, maana alikuwa amebarikiwa na hekima. Sasa Mungu anauliza, hebu angalieni hili hekalu ambalo mnatengeneza sasa hivi. Sio kwamba hili hekalu linakuwa kama vile bure tu, linakuwa kama it's nothing, it's empty, there is nothing to it. And then mstari wa 4 anasema yet. Hayo maneno gani mazuri sana ukutana nayo kwenye Biblia. But yet. Yet anasema, ina maana kwamba anataka kuwatia moyo kwamba nyinyi mnaliangalia ili hekalu sasa hivi mnalojenga, mnalilinganisha na ile hekalu ambalo lilikuwa la awali, ile hekalu la Suleiman, afu mnaliona hili kama vile halina kitu, it's nothing. So anasema lakini yet now be strong.
Maana yake ni kwamba mkiliangalia ile hekalu sasa hivi ni rahisi sana kuvunjika moyo. Ni rahisi sana kupoteza dira. Ni rahisi sana kuona kama sasa what's the point, yani inaonekana kama tunafanya vitu bure tu. Hebu angalia lile hekalu la zamani lilivyokuwa zuri. Angalia walivyokuwa na pesa za kulijenga na kulipendezesha kwa namna nyingi. Lakini hili ambayo tunayotengeneza kweli kuna chochote hapa? Mungu anawatia moyo, anawaambia be strong. Be strong. Kuweni na nguvu, O Zerubbabel, saith the Lord. Huyu ni Mungu mwenyewe anaongea. And be strong, O Joshua. Kwa Zerubbabel, kuwa na nguvu. Pamoja na Joshua, be strong. Anasema the high priest, and be strong all you people of the land, saith the Lord. Kwa hiyo anaongea na Zerubbabel, huyo kiongozi wa mradi, kuweni na nguvu, kuweni na bidii. Anaongea na Joshua the high priest, the son of Josedek, kuweni na nguvu, msikate tamaa. Anaongea na watu wote, all you people of the land, be strong. And then anasema kwamba and work. Mjitieni nguvu, afu mwende mkafanye kazi. Yani nyinyi mnaangalia mnaona kama vile it's nothing, the glory ya ile temple ya zamani ni zaidi ya kuliko zaidi ya hii temple ambayo tunayo sasa hivi. What's the point sasa ya kufanya chochote? Lakini anawaambia no, be strong. Nendeni mkafanye kazi. Mimi nawatuma mwende mkafanye kazi. Yeah? Be strong and work. Hapa natoa sababu. Why go work? Kwa nini pamoja na hili hekalu kuwa dogo, kuwa halina maana, kuwa simple sana kuliko lile la kwanza? Why go work? Anasema for I am with you, saith the Lord of hosts. Yeah? The Lord of hosts, Yahweh Sabaoth. And so anawaambia kwamba jamani, mjitieni nguvu, kuweni na nguvu, kuweni na bidii, kuweni na juhudi, nendeni mkafanye kazi ambayo nimewatuma ya kulijenga hilo hekalu, kwa sababu mimi niko nanyi. Ya, mimi niko na nyinyi, nyinyi hamko peke yenu. Ya, ameshasema hii kitu mara kadhaa. Ukirudi kwenye hiyo sura ya kwanza mstari wa 13 anasema kwamba then speak Haggai, the Lord's messenger, in the Lord's message unto the people, saying I am with you, saith the Lord. Kwa Mungu anaendelea kuwahalishia na kuwahakikishia kwamba jamani, mimi kuwapa nyinyi kazi, siwapi nyinyi muende tu mkafanye wenyewe. Hapana, mimi niko na nyinyi mnapoenda kuifanya hii kazi. Nikiwapa hii kazi, mimi niko pamoja nanyi. Kwa be strong, yeah, and work. Na obviously unaweza kuwa unasikiliza hiyo unajiuliza, okay sawa, ina make sense kwao, lakini mimi nahusikaje sasa hapa kwenye hii? Mungu anakusudi gani kuniachia hii story ya kina Haggai kwenye karne ya 21? Ninatakiwa kurespond aje? Yeah? Nadhani kuna vitu kadhaa hapa ambavyo unaweza kufikiria. Cha kwanza, tukumbuke kuna kazi ambayo tumepewa. There is a job ambayo tumepewa. Kuna kazi ambayo tumepewa. Ukikumbuka kwenye Mathayo 28 tumeambiwa tuende tukafanye wanafunzi wa mataifa yote. Go and make disciples of all nations. Tukawafundishe kufuata sheria za Mungu, kufuata maagizo ya Mungu. Baptizing, kuwabatiza by the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. And then mwishoni pale anasema and lo, I am with you. Yesu anawaambia wanafunzi wake, nipo na nyinyi. Kwa kitu cha kwanza ni kwamba kuna kazi ya kufanya. Sijui kama unajua hilo Mkristo, kwamba baada ya wewe kuweka imani yako katika Kristo, baada ya kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwamba uhai wake, maisha yake matakatifu yamehesabiwa kwako, kwamba kifo chake kimehesabiwa kwako kwa sababu ya dhambi zako ambazo umefanya, zenyewe zimehesabiwa kwake ili yeye kufa kwake, wewe unapona. Baada ya kufufuliwa kutoka kwa wafu na Mungu Baba, akaenda kaketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu, inafanyika kwamba yeye amepokea ile dhabihu ambayo Yesu alikuwa ameitoa. Lakini zaidi hapo, Yesu yuko ana intercede kwa ajili yetu. Mkristo, baada ya kufanya hicho, baada ya kuwa ni muumini, baada ya kumwamini Yesu Kristo kwa ajili ya wokovu wako, unajua kama kuna kazi ambayo inabidi uifanye. Sijui kama unajua hilo. Sijui kama unajua kwamba kuna kazi ambayo Mungu amekuachia wewe ufanye. Kazi ya kujenga ufalme wake, kazi ya kujenga kanisa lake, kazi ya kujenga nyumba yake. Kwa hiyo kazi, wenyewe walikuwa wanafanya kazi ambayo ni physical, wanajenga a physical building. Sisi tunafanya kazi ambayo ni spiritual. Tuna build a spiritual house, sehemu ambayo tutaenda kutoa dhabihu kwa Mungu. Hiyo kazi ni ya kuwahubiria mataifa. Hiyo kazi ni ya kutenda matendo mema. Hiyo kazi ni ya kwenda kwenye mataifa na kuonyesha, kung'aa kama taa, kama nuru ya ulimwengu, kama ile munyu, chumvi ya ulimwengu. Hiyo ndio kazi ambayo umepewa.
Lakini kitu kingine ambacho nakiona hapa hivi ni kwamba hii kazi, kuna times ambazo Mkristo utafanya hii kazi, utaona kama vile kuna wengine wanafanya kazi bora kuliko wewe. Utaona kama vile kuna kazi za awali ambazo zilifanyika ambazo ni bora na ni muhimu zaidi kuliko wewe kazi ambayo unaifanya. Na ukifika kwenye wakati huo, ukianza kujikompea na watu, ukianza kuangalia hivi, mbona kama wale wa zamani walikuwa wanafanya kazi bora zaidi kuliko mimi leo? Mbona kama wazazi wangu walifanya kazi bora zaidi? Kizazi kilichopita walifanya kazi bora. Mbona kama yule jamaa na huyu jamaa wanafanya kazi bora kuliko mimi? Kwenye nyakati hizo Mungu anasema be strong. Be strong and work. Sio tu uishie kwenye kulinganisha kazi yako na kazi za wengine, hapana. Wewe una kazi umepewa. Be strong, jitie nguvu, alafu ufanye hiyo kazi ambayo Mungu amekupa. Lakini zaidi ya hapo, kuna ahadi ambayo Mungu ametoa. Mungu anasema I am with you. I am with you. Niko na wewe. Unapoifanya ile kazi yangu, mimi nipo na wewe. Yeye anafanya kazi ndani yetu, sisi tunafanya kazi huku nje. Hivyo basi, nikusisitize Mkristo, usiache kufanya kazi uliopewa, kazi ya kujenga ufalme wa Mungu, kazi ya kushuhudia hizi habari njema za Injili kwa mataifa yote, kazi za kufanya matendo mema na ku let your light so shine, kuwa the salt of the earth, kuwa ni ile chumvi ya ulimwengu. Nenda kafanye kazi, jitie nguvu, be strong and work, for God is with you. Amen.